أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. Zangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuko katika sehemu ya tatu ya mfululizo wa darsa zetu za mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao twazungumzia mwongozo au mfumo wa malezi ya kijamii au malezi ya jamii kwa Qur'an. Tulikuwa twazungumzia mazingira aliyotumilizwa Bwana Mtume au jamii, na tukaona kwamba kuna misimamo miwili. Kuna msimamo unaoamini kwamba Waarabu kabla ya Uislamu walikuwa ni hamajan ruaa, yani mithlu alhayawanat, hawana nidhamu, hawana mipango, wadengene watetene kwa lugha nyingine. Na niliwanukulia jana maneno ya watu wa msimamo hunu. Mmoja ni Abul Hasani An-Nadawi katika kitabu chake anachokiita madha khasira alalamu binhitatil muslimin. Kuna kosa kidogo jana nataka kulirakibisha. Nilinena huyu wakimuita Ibn Taymiyyah As-Saghir. La, si huyu. Nimeconfuse baina ya Abul Hasan An-Nadawi na baina ya Mustafa As-Subai mwenye kitabu kinachoitwa As-Sunnatu wa Makanatuha fi Tashri'il Islami. Huyu Mustafa As-Subai ndio anaoitwa Ibn Taymiyyah As-Saghir. Sahihisha kidogo, ni mahala yaweza kusifahamike neno nini. Na mara nyingine wajua saumu hizi kuharakisha. Juzi nikisikiza baadhi ya darasa, mimi wana tabia baada ya muda kuketi kuzisikiza darasa zangu na kuangalia makosa yako wapi. Katika baadhi ya makosa nilizungumza nyuma ni wakati nilipopiga mfano wa Colombia. Darasa za nyuma nikanena North America, na Colombia si North America, ni zile ni South America. Pia hayo ni makosa yalipitika nyuma. Pengine mara nyingine wengine waweza kuteka advantage wakazitunda hizo. Ala kulli hal, tulisimama na wale wanenao kwamba Waarabu sivyo mnavyofikiria, na mwenye kitabu cha Hadharatul Arab
na nikazifupisha dalili zake tatu. Dalili ya kwanza uwepo wa majumba, dalili ya pili mahusiano ya kibiashara, dalili ya tatu nini? Ulugha, sio? Na sitozirudia leo, tulisimama kwenye kumjibu. Tulijibu mawasiliano jana, kwamba ni kweli asuhubianao na mwenye maendeleo na yeye humwambukiza maendeleo, kama vile anaosuhubiana na walioporomoka pia waweza kumwambukiza maporomoko. Lakini si kila usuhuba husababisha hilo, na mifano nimewapa jana. Ni hizi dola zinaoamkuliwa, dola za ulimwengu wa tatu, ikiwemo dola za Afrika. Tumeishi na wazungu, wametukoloni, Waingereza, Wafaransa, Wajerumani, kila mmoja kwa maeneo yake, Wataliani. Matokeo yake yalikuwa ni nini? Hakuna kitu wametuatia isipokuwa ni kutupora, pora mali yetu, na mpaka leo wakirudi kwetu jua hawana la maslaha na sisi. Ona leo watoa mabilioni ya senti kuisaidia Kenya kwa sababu wameshaiona patroli nyingi, gesi nyingi kwenye bahari, ndio wamekuja sasa kwa mikono ya misaada na organization na nini kila aina. Kwa hivyo kusuhubiana na mkoloni hakukusaidii kitu, na yale mahusiano wanayoyazungumza huyu Gustave Le Bon katika kitabu chake cha Hadharatul Arab, azungumza ima mahusiano ya Rome, ile dola ya Rum, ama dola ya nini ya Furs, ambao zile ni dola mbili zilikuwa ni dola za kikoloni, na siwezi kuyazungumza kwa urefu hapa, itabadilika, itakuwa ni darasa ya history. Pili, kumaliza hii dalili yake, niingie katika nyingine hii ya kwamba kuweko mahusiano. Hata tukikubali kama Sheikh Jaafar Subhani asema ni ad-dalilu akhassu min ad-da'wa, ad-dalilu akhassu min ad-da'wa. Dalili aliyoitoa ni finyo kuliko madai anayoyadai. Wewe umetoa madai makubwa ya mita 2, umeelewana vizuri? Na wapa mifano rahisi. Madai yako tukiyapima ni mita 2. Tulipokuitisha dalili, umetoa dalili ya kuthibitisha nchi 10 katika mita ngapi? Katika mita 2. Twakwambia dalili yako ni finyo kuliko madai yako. Vipi? Yeye asema Waarabu wote walikuwa na mahusiano na wale, si Waarabu wote, ni baadhi, ni maeneo fulani. Hivi twajibu pia masala ya majumba, ile dalili yake ya majumba. Naam, kulikuwa na majumba wapi? Yaman. Kulikuwa na majumba mathalan na turathi zilizoonekana kwa utafiti wa ufukuzi wapi? Sehemu za kaskazini, Sham, Hijazi, ambao ndipo tunapopataka sisi, sababu mtume hakutumilizwa Yaman. Mtume hakutumilizwa wapi? Sham. Mtume ametoka wapi? Hijaz, ambayo hii ndio leo inaitwa Saudia, ama inaitwa Maka na nini na Madina na Taif, zile ndio zikiitwa Hijaz. Je, kuna ithbati yoyote ya kihistoria ya kuonesha majumba hayo sehemu za Hijaz? Hakuna. Kwa hivyo tunamwambia dalili yako ni finyo kuliko madai yako. Tatu, kuhusu lugha. Tarudi tena kwa upana zaidi, msifanye haraka. Haya ni namna walojibu hawa, sio majibu yetu. Tatu, asema lugha
Ni kweli lugha ya Kiarabu ni katika lugha hata leo zapigiwa hesabu ulimwenguni, na wakati ule alipotumilizwa mtumi na ilipoteremshwa Qur'ani, Waarabu walikuwa wamefika kilele kwenye lugha, na ndio Mwenyezi Mungu akaita miujiza ya nini? Ya lugha. Ukitaamali ndugu zangu, ala taamalini, kila mtumi amepewa miujiza kulingana na elimu iliyoendelea wakati ule. Ile kutauliwa, msione zilitauliwa tu zile. Wakati wa Nabii Allah Yusuf wakati wa Firauni Masri, ilikuwa hakuna watu huheshimika katika jamii na huthaminiwa kama watabiri ndoto. Ilikuwa elimu inaotegemewa ya hali ya juu. Kama leo uambiwe huyu ni injinia, ama huyu mathalan ni mwana sayansi mkubwa, ni wewe uambiwe wewe ni mtabiri ndoto. Hata walikuwa wana sehemu yao maalumu katika lile jumba la ibada wakitengwa, walikuwa wana mshahara wao maalumu, si watu wa kawaida. Mwenyezi Mungu akapeka miujiza kwa kupitia Nabii Allah Yusuf ya kulingana na elimu ile ya kufanya nini? Ya kutabiri ndoto. Mwangalie Nabii Allah Musa, wakati wake ilikuwa uganga, uchawi ndio umetusa mipaka. Watu na elimu inaozingatiwa na kujaliwa ni nini? Ni asihr. Ndio Mwenyezi Mungu akampeka kwa miujiza ya kupambana na ile sihir, akampa simbo, ukiirusha ubadilika ikawa nini? Ikawa nyoka. Wahakadha Nabii Allah Isa wakati wake watuambia ilikuwa elimu ya utabibu iko juu. Wakati ule Mwenyezi Mungu akampeka kupoza maradhi ambayo matabibu yamefanya nini? Yamewashinda. Wele akimmeza nye ule upatai ambao haumei tena, akimpoza tongo sakafu. Kwa Swahili unene tongo sakafu ni ule alozaliwa ni tongo, na madaktari wote wakajibu huyu haiwezekani kuona. Nabii Allah Isa akifanya nini? Akiwapitisha mkono, akifanya nini? Wakiona. Zaidi ya hapo, utabibu namna utakao kuendelea, kuna mahala inshallah siyana siyeo ila yaumil qiyama kumfufua alokufa. Wisha daktari kisha kufika kwenye mauti sarenda kwambia sasa hapa basi. Nabii Allah Isa Mwenyezi Mungu akampa uwezo wa kufufua waliokufa, wa yuhyil. Sasa wakati wa mtumi elimu iliyokuwa ifene na icheche na watu huirabi, kama nilivyowaambia jana, mpaka kumewekwa mabaraza ya mashindano ni lugha na literature na balagha na ufasaha wa maneno. Lugha ya Kiarabu kumefika kilele wakati ule, na waqi'an kwa wale waliobahatika kusoma lugha ya Kiarabu, sizungumzi kusoma lugha ya Kiarabu kwa madrasa, kwenda katika kuspecialize katika lugha ya Kiarabu, ukaingia katika literature na usomeshwa katika zuo za juu. Moja katika sehemu ya literature ya Kiarabu wanaita al-adabu al-arabi, ni kusoma al-adabu al-jahili, ni kusoma al-adabu al-jahili na kuyasoma mashairi yalotungwa na mabingwa wa wakati ule kama kina Antara na wengineo, kina Khansa, wasikie maneno yake na uzito wa mashairi yao. Leo ukiyatukua mpaka uketi na makamusi na watu wa kukusaidia kuyafasiri mashairi yale.
katika kipindi muhimu cha literature ya Kiarabu ambao huwezi kufaulu mpaka uisome ile unaitwa al-adabul arabi, kisha ndio uje katika al-adabul islami, na katika al-islami uje wakati wa Umawiyina, Abasiyina, mpaka ufike huku chini. Sasa Mwenyezi Mungu akaita miujiza ya Qur'an akitegemea nini? Lugha, lakini kwa afahamu lugha sawa sawa, ndio ataweza kufahamu uzito wa maneno ya Qur'an, mpaka mpangilio wa kuwekwa harufu, wao ikiwekwa, fai ikiwekwa, bei ikiwekwa, mahala imewekwa kwa mpangilio, na haya maneno marefu sio mahala pake. Kwa hivyo hakuna shaka lugha ya Kiarabu ilikuwa hali ya juu. Suala ni kweli, na hapa mimi napenda kila mmoja azunguke, ajiangalie nafsi yake, aangalie na dunia, kisha asikize maneno yake. Ni kweli kuendelea kilugha ni lazima uendelee kila kitu? Nafikiri sisi Waswahili ni katika watu twajivunia ulimwenguni kwamba tuna lugha nzuri, ama sivyo? Ni katika lugha zinazopigiwa hisabu yao, zina nidhamu, zina mipangilio ya kilugha, zina tashbihi, kuna kinaya, kuna mithali. Utajiri wa lugha ni huo. Kitu kimoja waweza kukieleza kila ndia, lakini kuna mtu aweza kunambia leo maendeleo yetu katika nyanja nyingine yalingana na maendeleo yetu ya lugha. Ilipo lugha yetu ndipo tulipo sisi. Kuna. Kwa sababu gani? Kwa sababu lugha hutajirika kwa mchango na kwa kukopa na kwa kuwazimwa na mara nyingine kwa sadaka. Manaelewa jamani? Lugha ya watu hutajirika kivipi? Kwa mchango, kwa kukopa, kwa kuwazima na mpaka kwa kunini? Kwa sadaka. Watu walotangamana na mataifa mengi kama Kiswahili leo, Kiswahili kimeazima, kimekopa, kimekiridhi, kimepewa mpaka na sadaka. Wa ila leo lao utatoa Kifursi, utowe Kihindi, utowe Kiarabu, utowe Kiportugal, kisha ubakishe, sikwambii hakitobaki, kitabaki, lakini hapa kilipofika kimetembea kwa maguu yake peke yake, ama kimetembezwa na mchango wa lugha nyingine zilokuwa tajiri zaidi wapi? Ulimwenguni. Leo kuna maneno kadha, siku nimewaambia hapa, ya Kifursi. Ndio hizo. Sababu Waswahili wametangamana sana na Wairani. Na tukiita Shirazi sisi. Na kule Tanzania huitwa Afro. Sio? Koshi ni Kiirani. Suruali wenyewe ni servale ni Kiirani. Roshan ni Kiirani. Kuna maneno tungu nzima. Shanuo hili la kutania nye ni Kifursi. Endelea mpaka mwisho. Weka kando. Waweza kutoa mamia ya matamshi kisha ndo kwenye Kiarabu toa maelfu. Si Kiarabu hata si mamia, ni abu. Siku moja nimemsikia mmoja katika maulama wetu wa Said Ahmad Badawi, mwenye baba maarufu, katika baadhi ya mihadhara yake akinena, sijui ashakichapisha, asema yeye tayari ana muswada ya maneno 1000 ashayaandika, ambayo ni ya Kiarabu yamesahilishwa, yameingizwa kwenye Kiswahili. Maneno 1000 si maneno kidogo jamani. Ukija sasa na mengineo, na sasa na Kizungu nacho pia kimetungia, nacho chatujazia. Hivyo hivyo Kiarabu hakikuwa ni lugha ya kipekee, bali kama wanavyothibitisha wataalamu wa lugha, wasema kwamba kama anavyowanukuu Sheikh Jafar Subhani
lugha ya Kiarabu ilitembea sawa sawa na lugha ya Kiabrania na Sariania na Ashuria na Kaldania. Hizi zote zilikuwa ni lugha zimeshiba wakati ule, na kuna maingiliano huku na huku. Kwa hivyo si dalili za kutosha za kuthibitisha haya. Haya ndiyo majibu kwa ufupi waliojibu watu wa upande huu kuwajibu wa upande huu. Kuna mvutano, Waarabu walikuwa na ustaarabu ama Waarabu walikuwa hawana ustaarabu. Msimamo wetu ni upi? Kanifunge hii darasa. Kusema ukweli, wanaodai Waarabu wana ustaarabu na dalili wanazozitumia zinao misingi fulani ya kuthibitisha, lakini ni kitu gani wanachokithibitisha? Muhimu sana. Na wanaokanusha wanao misingi ya kukanusha, lakini mimi naona wote wawili wako kwenye kupishana. Wanachokanusha hawa sicho wanachothibitisha hawa, na wanachothibitisha hawa sicho wanachokanusha hawa. Yale nilowaambia yuzi, kabla ya kwenda kwenye mijadala, tukubaliane concept ya lile jambo tunalolijadili. Twaweza kuwa kumbe ni moya, sisi twashindana ni 6 kwa nusu darizeni. Bado naona mato yanavyoniangalia kama bado ustadhi hatu ya kuelewa. Mimi naomba kuuliza, hili neno ustaarabu maana yake ni nini? Majumba marefu? Ni barabara? Ni mabriji? Ni ukulima? Ni nini? Hapa ndipo tunataka tukubaliane. Qur'ani ilipoteremka kusema ulimwengu alotumilizwa mtume ulikuwa hauna ustaarabu, Qur'ani ilikuwa haitaki kukanusha hakuna majumba, mpaka wewe uje utuetee dalili kwamba yalikuweko majumba wapi? Yamani. Hatuni. Kwani kuna majumba marefu na mazuri na barabara mzuri kushinda za karni 14 zilizopita kama ilivyo Ulaya leo? Lakini wataka kuniambia Ulaya leo kuna ustaarabu? Sheikh Muhammad Qutbi, ndugu yake Sayyid Qutbi, ambaye ndio tunamsoma kitabu chake hiki Manhaju Tarbiyal, ana kitabu kingine pia ningewaomba mukipate, hakihusiani na maudhui yangu lakini chahusiana na hii topic, akiita Jahiliyatul Qarni al-20. Jahiliyatul Qarni al-20, athibitisha ujahili wa karni ya 20 ni ipi? Kitu wamezotuweza hawa jamaa, wametupokonya mato wakatupa miwani. Sio, mmenielewa? Wametupokonya mato wakatupa miwani. Tuone ile miwani hutengeza rangi wanazozitaka wao. Kitu kikiwa cheupe wao wakitaka ukione blue, wewe utakiona, lakini ikiwa umevaa miwani yao, ukivua miwani yao utayaona mambo sampuli nyingine. Lakini hii miwani kuivua ndo tabu, kwa sababu ni miwani hutuvisha kutoka tukiwa KG1 mpaka tukafika form 4 mpaka tuka graduate, huvishwa ile miwani tu sisi. Tukisha kutoka pale, bila ya kujua sisi ni wazungu kwa majina ya Kiislamu, lakini kila kitu twakiona kizungu na twafikiria kizungu na twakuhukumu kizungu. Ili isiwe maneno haya nilonena ni mimi darusi, nitawanukulia watu wawili. Mmoja ni Dr. Taha Hussein. Dr. Taha Hussein wa Masr ana kitabu anakiita Mustakbalu Thaqafati fi Misri. Amekitunga kitabu Future ya utamaduni wa Misri.
Huyu asema katika hao waliovishwa miwani yeye ni mmoja huyo, akaanguliwa dokta. Ndio leo utaona huwezi kuwa msomi mpaka uambiwe nani dokta. Ukianguliwa ustadhi na shekhe ni zuka. Umeelewana vizuri? Katika hizo miwani wewe ukisikia fulani dokta, ana master, ana nini, ana degree, lakini mimi shekhe magombo yangu ya juzu, tambia shekhe alezuka anayuana. Katika hizo miwani tulizovishwa kwa muda mrefu, na mmoja aliovishwa miwani hii ni Dr. Taha Hussein. Anena katika kitabu chake Mustakbalu Thaqafa, tukitaka, sikilizani vizuri na mnukuu moja kwa moja, tukitaka kuendelea kama wao nani? Wazungu, ni lazima tuyaone mambo kama wanavyoyaona na tuyahukumu mambo kama wanavyohukumu, na tukubali kuvaa kama wanavyo na kuzungumza kama wanavyo. Hiyo ndio utakubaliwa wewe ni msomi. Siku moja niliwaambia hapa, billahi alaikum, ala aje hapa profesa mmoja wa Kibajuni humu wewe, meambiwa tu leo kuna profesa mkubwa uyao amebobea, mumeketi mumeyaa hapa, kumewekwa kiti, mara mmemwona jamaa hungia uvezia za makubadhi na kitambi na nini. Billahi alaikum, taswira yenu tanine jamaa na wazimu bana, ametueta hapa nshere ama nini? Huyamsikiza wewe atanena nini? Kwa sababu wewe ushavalishwa miwani, huwezi kuamini mtu amesoma mpaka amevaa nini, amevaa suti. Lakini uve kitambi, utukuzie na mpweke wake. Na ndio mtamuona ule Gandhi alipokwenda kufanya mapinduzi kule India, si kwamba ule Gandhi alikuwa ameinukia zijijini hajui kuvaa. Ule ni lawyer na amesoma Ulaya, lakini aliona kwamba ili kuwarudishia watu wangu ukombozi wao ni lazima na mimi mando niingie na hizi nguo zao za msambanyo, waniamini nikiwa nivee nini msambanyo. Nafikiri mwanielewa vizuri sana. Sasa haya ndio matatizo tulionayo leo. Tumevishwa hizi miwani za kuwaona wazungu hata wakekwetea. Maneno mengine mimi hupiga mfano, wengine watateka hapa. Zamani pengine sisi tulikuwa vijana sana, ilikuwa ukionekana hutembea ndiani utukuzie tepu ama nini ama redio. Kulikuwa kuna makabila fulani huku kwetu wakipenda kutukua zile tepu, wenyewe kishonea na zitambara wakifunika, sio? Ilikuwa ukionekana ni mtu duni sana, ni ukuchu mkubwa sana. Mara papu wazungu wakaja na zile fikra za kuangata matepu. Wakati wakina Koleni, na mimi nimepitia ujana, wakati wakina Shabadu, sio? Ikawa sasa kuna hizo mitezo mkula break dance, sio? Ukishtuka sasa hapa kila barobaro akishakutia mshaini alasiri amevaa huangata na nini, pap mebadilika, imekuwa maendeleo. Huko nyuma kidogo ilikuwa nini? Ilikuwa ni ukuchu. Tulipokuwa tukiyafanya kwa msukumo wa mila zetu tuliyaona ni ukuchu. Yalipokuwa ni mzungu ufanya kama yeye matatu, utamuona mtu utafikiri hurusha ndege, vele madubasha huko, kutembea ndiani na hula mshindo mwenyewe. Macho kama kawaida, ambao nyuma jamaa wangelikuwa umpangia jamaa, angalia yapeke kwa Ustaz Dumara ndikwe hirizi ule mezia ule. Metuata ule. Mandazimu, mambo ya wazimu. Wewe watembea barabarani utuzie madubasha humo, hurukaruka, huiangata ukiitua, jamaa kabla ndio sasa ule maendeleo yale. Kwa sababu gani? Tumetewa na nani?
wazungu. Mmenielewa jamani? Ni vizuri sana. Hapa mimi napiga mifano sababu sitaki kuzifanya hizi darasa ni darasa za theory. Nataka tuje kwenye mifano yetu. Ilipokuwa zuo, mimi kuna wazee kadhaa nimesikia wakilalamika, watu wa kisasa, bwana, mimi nataka kupeleka vijana zangu chuoni. Kwa nini? Nikosheshwa zombo, nenda kutumwa chuoni. Haya, watakamana ende msafi chuoni, arudi msafi. Lakini curriculum mpya imekuja. Wajua hii curriculum mpya hii yataka vijana wafanyishwe nini? Wafanyishwe practical. Wataka watu kuliwa uongo, wapewe wafanye nini? Watengeneze. Na hii skuli ifanya mambo haya fulani, basi watu wote ndio kupeka hoko. Sasa umekuwa huangalia tena kijana chako chafuliwa kwa sababu amenena ni nani? Ni mzungu. Lakini alipokuwa mwalimu wa chuo hukufundishia kijana chako kushona majambi na kusuka makuti na kutia zito kofia na kuangata mai na kuzunguka kizanya bajia, wewe ukiziona zile ni udikteta na ukitutukana maustadhi. Na ukituambia tuketizie hutake advantage kwa vijana zetu, keti wakiwatuma tu vijana zetu. Lakini tulipokuja kutumwa na wazungu, ni katika maendeleo haya. Bora tu lile neno kule chuoni kwa huambiwa kusuka magafaa, hapa wewe litengenezee kwa kizunguzungu. Lipe jina la nini? La kizungu, litapita. Sasa hata akiambiwa kuipaka choo na mikoyo yule kitwa chake, ataipaka. Ndio curriculum, ndio mambo ya kisasa haya ya kupaka mkoyo. Sijui tupo jamanini, wametuvisha miwani. Twayaona mambo kwa rangi wazitakazo wao na wakati wa utakapo wao, na twayatupa yetu. Polytechnic, leo kila mtu zungumza polytechnic. Kulikuwa kuna ziwanda zingapi hapa za kina mzee Skanda, za kina nani? Tulizithamini tukapeka vijana kutreniwa. Polytechnic maana yake nini? Sini hicho kiwanda cha mahala pa mtu kufundishwa mikono, kazi za mikono. Yuzi niko mahala ukatanye kwa kinyozi, tukawa tuzungumza, kaja mijadala kandu, idi tena wao yao, kandu sijui kofia. Kuna rafiki yangu mmoja akaniambia, ustadhi, mbona sisi tuko hivi? Kamwambia vipi? Akanambia hizi kofia zilipokuwa hazina bei ndio nilipokuwa huzishona sisi. Sasa zina bei, tumekuwa hatuzishoni sisi, uzishona wengine. Hizi kofia hizi za mshadari, hizi hizo waliwa uzani mpaka shilingi 40,000. Zina market ulimwenguni, si hapa. Mpaka shilingi 30,000 mpaka 40 uzani. Na ukiangalia waishishia soko sasa kuiendesha kofia hizi si katika sisi. Na hii ni product yetu. Kwa wale watakao kazi za poti, kabla kazi ya poti, tuna poti yetu ya kofia. Ni product ya Kiswahili. Wewe wafikirisha, mimi nilikuwa nina mwanafunzi wangu hapa, sasa hivi amerudi kwao, ni mwalimu usomesha. Kofia kadhaa amenishoneshea ni yeye. Alikuwa kwa hapa. Mashallah, alikuwa wiki 2 hukumalizia kofia. Mwezi aweza kushona kofia 2. Wakati ona kwa kimpa shilingi 3,000 kofia. Fanya wewe mtu kwa mwezi aweza kushona kofia 2, ni senti ngapi? Fanya tu kwa mwezi, mtu akiamua, ni kazi yake, si masala ya kazi za wakati wa nyongeza. Aziketie ya, ni kazi yani, kila siku masaa 8 masaa 10. Hawezi kumaliza kofia 2 kwa mwezi. Senti ngapi? Fanya amepata shilingi 30,000. Kila kofia shilingi 15,000. Ni mshahara gani utapata shilingi? Mahala gani utapata mshahara shilingi 30,000? Hauna kodi ya mlango, hauna bili ya taa, hauna leseni ya kaunti, hauna leseni sijui ya nini, hauna VAT, hauna chochote. Ni sindano yako na mato yako. Lakini utampata kwa sababu gani? Kuketi kushana kofia, watu wataniangalia vipi? Nitaweza kutaki nitembee barabarani nenda ofisi? Sasa sisi tutatafuta fashion.
hatutafuti kazi. Utamkuta kijana yule yule yuko tayari hapo shilingi 5,000, lakini aketi kwenye duka huzanya simu si zake kwa shilingi 1000 ngapi? 5,000, na aione ile ni kazi. Lakini kushona kofia kwa shilingi 30,000 hataki. Wajua, kiwa hatutoambiana ukweli sisi kwa sisi, hakutokuja malaika kutoka mbinguni kutuambia ukweli. Sasa tutaja hapa ustaarabu ni nini? Hapa ndio wamechanganya. Qur'ani yakataa kuiita jamii ile ni jamii iliyostaarabika, na Qur'ani imeeleza hayo majumba, hiyo mito yote imeieleza. Qur'ani imetuambiaje? Imewapa majina ni ummiyin, imewapa majina ni jahilia, haikutumia neno ustaarabu, watu wa jahilia. Na neno jahilia hapa si maana ya ujinga. Tusomeni aya za Qur'ani kidogo zasemaje. Kwa hivyo hatusiingie kushindana na huyu mwenye hadharatul arab, yalikuweko majumba ama hayakuweko majumba. Majumba kuwepo si tatizo, na kuwe na majumba mpaka yatuse ulimwenguni. Watu huabudu masanamu, watu hutembea uchi kwenye mabichi. Ni ubinadamu ule. Mkiambiwa leo zituko zilioko huko Ulaya huneneka mengine hapa kwenye mipari, huo ni ustaarabu. Ustaarabu kufika wakati kwa kuvunda nidhamu za kimaumbile za mume na mke kuoana, kueta nidhamu nyingine. Wewe watakunambia hayo maendeleo? Nidhamu za ulevi, nidhamu za drugs, haya maendeleo? Ukamwona mwanadamu humtambui mwanadamu ama si mwanadamu? Kuna maendeleo. Qur'ani atuambiaje? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitu cha kwanza atuambia alimtumiliza Mtume Muhammad kwenye mazingira ambayo hayakuwa na background yoyote ya kuwa na mtume. Cha kwanza tuambiaje Mwenyezi Mungu? Suratul Qasas, walakin rahmatan min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Suratul Qasas. Tumekutumiliza wewe kwa nani? Kwa watu ambao hawakuwahi kuiliwa na mtumi na nadhir mwenye kuwahofisha. Katika suratu Sijda Mwenyezi Mungu atuambia, am yaquluna iftarahu bal huwa alhaqqu min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Hivyo hivyo wao watanena amezua, lakini ni ukweli kutoka kwa Mola wako mlezi, ili uwahofishe watu hawakuwahi kuiliwa na nadhiri kabla yako, huenda wakaongoka. Kwa hivyo jamii alotumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nukta ya kwanza ya Qur'ani ni jamii ambayo haina mawasiliano na mbingu nyuma, haikuwahi kupekewa mtume, si kama Mayahudi na si kama mataifa mengine. Pili, aya tunayoisoma kila siku ambayo nimeifungulia darasa ni aya iko katika suratu Ali Imran 103. Mwenyezi Mungu alipokuwa atuambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamanani na kamba ya Mwenyezi Mungu nyote wala musifarikiane. Kisha Mwenyezi Mungu akatukumbusha akatwambia, wadhkuru ni'matallahi alaikum, kumbukani neema ya Mwenyezi Mungu alowapa. Neema ipi? Ile idh kuntum a'daan, mulipokuwa maadui. Waarabu wamepigana jamanini. Jana nasoma baadhi ya zitabu, kuna zita zimedumu miaka 50. Zita baina makabila mawili zimewanwa miaka ngapi? Miaka 50. Wakichoka walikipiga firimbi ya break, wakipumzika mwezi, miezi miwili, kama kuteza mpira, na ni ruhu huenda mbele ya Mungu. Wakimaliza kupumzika, kurudiwe, hurudiwa kuuana.
Kiswa na sababu nini? Ni paka na mbwa. Yani mithali kama kile kiswa cha paka na mbwa. Ni ule alimjepea ule ngamia, kafanya nini? Wameuana. Cha kutekesha, kuna bwana mmoja amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, amwambia ya Rasulullah, nataka kusilimu mimi, lakini hala nielezea Uislamu. Mtume akamwelezea mpaka akafika kwenye mambo ya peponi. Akamwambia, hebu niambia huko peponi kuna mambo gani ya raha? Akamwelezea. Wallahi mtafikiri mambo nini yako kwenye kitabu. Kwa hiyo swali alilomuuliza, anambia afil jannati qitalun, akamwambia peponi kuna zita? Mtume akamwambia la. Akamwambia basi dini hii hainifai. Waqi'an, yani nawaambia si masala ya ndoto haya. Ameelezewa hurul aini na mito na asali na kila kitu, akasikiza kila kitu. Mwisho akamuuliza swala hili, afil jannati, tutapigana peponi? Yani ziko zita, mapanga yako huko? Mtume akamwambia la, hakuna qital. Akamwambia utanisamehe, msiwaone Waarabu yao hivyo wanavyouana, mkawaona ni ndivyo walivyokuwa hivi. Na bilwaqi leo halawa, angalieni yao wanavyomalizana wao kwa wao. Hupijanwa tu Arabuni, halawa ajiulize upijani wani? Huwanwa tu Libya, Syria, Yaman, wao kwa wao. Kumetengenezwa sababu 100, lakini zote ukirudi ukijiuliza hakuna sababu. Ruhu enda mbele za Mungu tushe. Munazo takwimu nyinyi kutoka 2010, nitakwambia tu hiyo ilipoanza hiyo Arabian Spring, hiyo kuliwa Arabiul Arabi imeanza 2011 mpaka leo tuko 2021. Hakingiani Google musome takwimu ni milioni ngapi zimekufa, kisha mujiulize hutafutwa nini. Wale akamwambia Mtume, peponi kutawanwa? Mtume akamwambia hakuna kuwana. Akamwambia maasalam, hiyo dini hainifai. Mateka nyinyi. Hii ndio hali waliofikia. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia wadhkuru ni'matallahi alaikum. Kwa nini? Idh kuntum a'daan, mulikuwa maadui nyinyi kwa nyinyi, hamuna sababu za uadui. Faalafa baina, akaja akaziunganisha nyoyo zenu kupitia Mtume Muhammad. Akaja akaziunganisha nyoyo zenu kupitia nini? Qur'ani. Faalafa baina qulubikum faasbahtum bi ni'matihi, mukishtuka wale yana mulikuwa mukiandikana kwa mapanga, leo hufa kila mtu hataki kunwa mai, asema apewe mwendani wake. Ghariba ajibu. Wale watu ambao jana walikiuana kwa sababu ya ngamia na mbuzi na mai, leo ruhu yuko kwenye sakaratul maut, mahala anapohitaji mai kiasi kikubwa mwanadamu. Si mliziona katika baadhi ya zita zile, apewa mai, asikia kitunu cha mwenzake, amwambia ule anayemnywesha mai, usinipe mimi mai, nenda ukampe ule. Watu wale sisi jana zao kwamba yalibadilika mambo yale. Miujiza mikubwa ya Qur'an. Ule bwana ambaye aliweka sunna, niwanukulie kiswa cha mwisho muwaone hii Qur'an inapozungumza neema ya Uislamu. Ule bwana aloweka sunna ya kuzika vijana wa kike. Kidogo niwape faida. Habari ya kuzika vijana wa kike ilianzwa na kabila la Bani Tamim, kabila liloanza tabia ya kumzika kijana mwanamke wamkuliwaje? Banu Tamim. Walianzaje? Very interesting, muiue hii story. Hawa walikuwa chini ya utawala wa dola ya mfalme mmoja na wakilipa kodi, hawa Bani Tamim. Kuna mwaka wakaamua kufanya fujo, wakagoma kulipa kodi kwa mfalme alokuwa akiamkuliwa, alikuwa ni mfalme wa Iraq, akiamkuliwa An-Nu'man ibn al-Mundhir, ndio alikuwa akitukua kodi kwa hawa Bani Tamim. An-Nu'man ibn al-Mundhir akatuma jeshi likawachapa, likawaua kisawasawa na likateka.
wanawake na vijana mabinti likawatukua, zita zikamalizika, wakaketi wale wake zao wote wametukuliwa, walobakia na mabanati zao, wakatengeneza delegation. Wana historia watuambia, ikenda mpaka kule kutaradhilia, kuomba msamaha, warudishiwe wake zao na vijana zao. Walipofika kule, Nu'man ibn al-Mundhir akawahurumia kilio chao, kusema ule ukweli, lakini kwa wakati mrefu wengine kule washaolewa na wengine, na huko walikuwa na waume zao. Nu'man akawaambia, hukumu yangu ya uadilifu nitawafanyia ni moja tu, nitawatia uhuru wanawake wenyewe. Atakaye kurudi kwa mumewe arudi, atakaye kubaki huku abaki. Walorudi wakarudi. Kuna mmoja akakataa kurudi kwa mumewe, akatagua kubaki kwa ule alomteka. Tupo jamanini, akanena mimi nitabaki huku. Babake sasa ambaye ni Qais ibn Asim, Qais ibn Asim ndio babake huyu binti alokataa kurudi kwa nani? Kwa mumewe na kutagua kubaki mfungwa. Akaona aibu kubwa sana na likamwangusha uso, kwa lugha ya kikwetu. Alipotoka pale alitia nadhiri, kila kijana wa kike atamuua. Ndio aliporudi akubakisha. Sasa niruke hapo, iwateni hapo. Huyu ndio aloweka hii sunna. Kisha na baadaye watu wote wakafanya nini? Wakafuata. Sasa siku amekuja kuwa mtumi, sasa amesilimu, akaambiwa mtumi huyu ndio alikuwa akiua vijana kike. Mtume akamwambia Qais, hebu nielezee na mimi story yako. Qais akamwambia, mimi nimezika vijana 12, binti 12. Amwambia, ya Rasulullah, katika wale 12 lakini zote hazinitii dhiki, kuna moja haitaki kuondoka kwenye dhamiri yangu. Gani? Akamwambia, kuna mmoja mamake alipokuwa na mimba, mimi nilisafiri, niliporudi ashazaa, wakanisita, wakanambia amekufa. Kumbe alitolewa akapekwa kijiji kingine kwa mashangazi zake kumuyea. Akaketi, yajua ule maana amekufa. Kilipokuwa binti kimeze kubalighi, kikaitwa kumtembelea mamake, lakini akaitwa kwa siri bila ya baba kufahamu huyu nani mwana. Baba kimuona mtaka, anena yeye mwenyewe amwelezea Mtume, sema kimuona binti mzuri wa kisawa sawa. Mama akaanza kulia, akamzungukia mkewe, kwa nini alia? Akamwambia, huyo unayemtaka ni nani? Ni binti yako. Anena akanyama kinya, akaifanya amekubali. Kisha akamuomba wampe kwenda kumtembeza kwa maami zake. Akatoka naye jangwani, asema nikawa huku namfukulia shimo, huku yeye yuwanifuta mtanga kwenye mwili wangu. Nikamaliza nikamtia ndani ya shimo, hulia akinamkua babangu aniata hapa peke yangu, na mimi namfukia mwiko baada ya mwiko mpaka sauti ikapotea. Alipofika hapo Mtume akamwambia basi. Wasema alionekana Mtume ameoga matozi kwenye uso wake, akinena maneno yake, akinena inna hadhihi la qaswa, ni unyama wa hali ya juu. Wa man la yarham la yurham, mtu ambaye hawezi kuhurumia hawezi kuhurumiwa. Hii ndio hali fupi, ndugu zangu, wanayoieleza wao wenyewe. Mwenyezi Mungu atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.